Bana, mwaka 2025 umekuwa na matukio mengi sana. Yapo matukio makubwa ya kuumiza, lakini pia yako matukio fulani hivi ambayo ni kila mmoja akiyasikiliza anaona wow, yani haya matukio yanakwenda kubadilisha maisha ya watu. Lakini ni mwaka ambao kwa kweli kuna baadhi ya watu wana maumivu makubwa sana ambayo kila mtu akisikiliza ama akijaribu kurudia yaliyotokea anasema huu mwaka ulikuwa na aina yake kwa upande wake. Sasa leo Bongo 5 Network nimeamua nikuletee matukio 10 ambayo unaweza kusema ni highlights ambazo matukio haya ni aina yake kutokea na yametokea, lakini lazima tuende nayo na tunaenda 2026, lakini atabaki katika kumbukumbu zetu. Sasa nianze tukio namba 10, naanzia juu kushuka chini. Tukio namba 10 ni tukio la Rais mpya Dr. Samia Suluhu Hassan. Kama unavyojua sasa hivi tuna rais wa awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan na ameshaanza. Na kikubwa zaidi cha leo nitaka nikubrief kidogo kuhusiana na issue ya zile siku 100 zake. Je, zimekugusa wewe ama bado kwako pia hazijakugusa? Tuziangalie hizi siku 100, zile nyanja ambazo yeye mwenyewe alizisema zinaenda kugusa maisha ya watu. Lakini naanza kwa moja kwenye upande wa zile ajira 12,000 ambazo waliziahidi kupitia kampeni. Mpaka sasa hivi tunajua sasa hivi siku 100 hazijaisha tu, kwenye siku 60 mpaka siku 50 mpaka 60, siku 100 bado zitaisha Januari. Lakini kwenye upande zile ajira 12,000 so far tumeona baadhi ya taasisi zimetangaza ajira. Maka zile ajira 12,000 ilikuwa ni 7,000 kwenye sekta ya elimu ya walimu na 5,000 ilikuwa kwenye afya, na zilikuwa hivyo. Kwa hiyo kwenye upande wa ajira kulikuwa hivyo, lakini kulikuwa na issue ya bilioni 200 za wafanyabiashara wadogo. Mimi najua wale watu wa Mbeya, Mwanza, Kasulu, si wapi, wale madeva bodaboda, hizi ndio zilikuwa zinahusu. Tumemwona waziri mwenye dhamana hapa, tunamzungumzia Nanauka, amekuwa akizungumza kupata tathmini ya hali ikoje katika hayo maeneo husika, na tumewajulisha kwamba vijana wanahitaji kusikilizwa. Hiyo ni moja ya kitu tumewaambia, wanahitaji kuhudumiwa kwa haraka ili kujenga falsafa ya kasi, kufikika pamoja na teknolojia ambayo tunaenda nayo. Lakini mpaka sasa hivi alieleza kwamba tathmini yake imeonyesha vijana wengi hawatambui fursa za msingi ambazo zipo, lakini pia michakato kuwa migumu. Kwa hiyo zile bilioni 200 zinaenda kwenye maisha ya watu. Jambo jingine lilikuwa ni bima ya afya kwa wote, ambayo mpaka sasa hivi nadhani ni kila mtu anatarajia hii itakuwaje na itaendeshaje, lakini inakwenda kuboresha maisha ya watu wa kule wapi kila sehemu. Tumeona pia hata wasanii wakati nyingine hawana bima za afya, sio tu wasanii, watu maisha ya kawaida, bima za afya ni changamoto. Sasa hii bima kwa wote itafanyaje kazi, na je itarahisishaje maisha? Hili ni moja kati ya swali la kila mtu ambao anatarajia kuliona ama kuona linafanyaje kazi kwa hii serikali ya awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Je, vipi kasi ya waziri mkuu mpya Dr. Lameck Nchemba? Kila mmoja ana tathmini yake, lakini hali ya kutaka viongozi wa umma wawajibike imekuwa pia na imetafsiriwa tofauti na baadhi ya watu wakisema kwamba ana Magufuli style. Sijui una maoni gani, lakini wengi wameipenda hiyo style wakisema wizara nyingine ziendelee hivyo. Una maoni gani kuhusiana na hii story namba 10 ambayo ime highlight sehemu nyingi muhimu sana? Unaweza kuwa na maoni yako katuachia hapo ili tupate na feedback kwa upande wako, unaonaje hii? Sasa story namba 9 ni issue ya miradi ya kimkakati. Kama unavyojua serikali pia imekuwa ikitekeleza baadhi ya miradi ya kimkakati. Sasa sisi tunaangalia impact yake katika maisha ya watu wa kawaida na ukubwa wa hii miradi. Hapa nitazungumzia kwa ufupi sana kuhusiana na hii miradi ya kimkakati ambayo inaweza kusema impact yake kubwa ama matokeo yake makubwa tumeona ndani ya mwaka 2025. Mradi wa kwanza ni wa daraja ambalo la Kigongo Busisi ambalo ni JPM. Hili daraja limegharimu kama ni bilioni 716. Ni pesa nyingi sana hizo. Nilikuwa naona tathmini ya waziri akielezea hii bilioni 716 ambayo ukisema ujenge ile imejenga daraja moja la Kigogo ama JPM, lakini ile pesa ukiweza kujenga kilomita moja inajenga kilomita zaidi ya 350. Tukisema kilomita 350 tunazungumza ni kutoka Dar es Salaam mpaka Mikumi. Kwa hiyo daraja moja la Kigongo Busisi JPM
limegharimu bilioni 716 ambayo thamani, yani pesa yake kama ungejenga daraja, yani barabara alami ni hapa na Mikumi. Unaona ni gharama kubwa sana, lakini faida nyingi ambazo zimeelezwa na wadau, tumeona takwimu zikieleza kwamba mapato kwa kanda ya Ziwa ambayo ilikuwa inachangia pato la taifa kwa 20%, sasa hivi itajidabo mpaka mara 3 yake kwa pato la taifa kwa upande wa kanda ya Ziwa. Lakini swala lingine ambalo ni muhimu sana ambalo tumeliona kupitia ile daraja ilikuwa ni issue ya ilikuwa linaweza kuvusha magari 600 mpaka 1000 kwa siku, lakini sasa hivi ni magari zaidi ya 20,000. Kwa hiyo kuna neema kubwa sana kupitia daraja. Mradi mwingine ambao nataka niuelezee ni mradi wa kwenye story namba 9, ulikuwa ni mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere ambao linazalisha umeme megawatt zaidi ya 2000, ukiona ni ongezeko kubwa sana la uzalishaji wa umeme. Daraja hili liligharimu trilioni 6.5, ni pesa nyingi sana, lakini tathmini zilienda mbali zaidi za baadhi ya watu wa uchumi wakieleza ule uzalishaji ale umeme ambao unazalishwa ukisema uuzwe kwa mwaka ni zaidi ya trilioni 12 kwa mwaka serikali itakuwa inaingiza kama ikiamua kufanya biashara. Kwa hiyo tukiangalia tu hata mwaka huu kwenye issue ya umeme, kidogo shida ya umeme imekuwa tofauti na miaka iliyopita, kukatika kwa umeme, lakini pia issue ya gharama bado haijashuka. Sijajua kwa upande wenu kukatika kwa umeme hali ikoje, lakini tumeona TANESCO alikuwa anasema issue ya miundombinu na vitu kama hivyo. Lakini daraja hili limekuwa na impact kubwa sana na bado huenda tukashuhudia makubwa zaidi kupitia mradi. Lakini mradi wa mwisho ambao nataka nikizungumza katika miradi ya kimkakati ilikuwa ni mradi ambao unahusiana na SGR. Kama unavyojua sasa hivi safari ya Dar es Salaam Dodoma Morogoro ni masaa 3, yani kama una pati yako show na nini unatoka Dar es Salaam yani. So ukiangalia kiuhalisia ni kwenda kurahisisha maisha ya Watanzania, ambayo kwa kweli sasa hivi hata mimi sina stress yote ya kwenda Dodoma wala hivi, na kama ikimalizikia paka Mwanza nadhani maisha yatabadilika kabisa. So hii ni miongoni mwa miradi 3 ya kimkakati ambayo nilipenda niiguse ili tuangalie tu katika maisha ya kawaida ya Watanzania imegusa vipi, inabadilisha uchumi utafunguka kiasi gani. Kwa kweli hii ni miradi ambayo tunapaswa tujivunie. Sijui una maoni gani kuhusiana na miradi hii? Unaweza kaacha maoni yako kupitia page zetu. Tukio namba 8 nilipenda pia tushare kuhusiana na iliyojiri kupitia siasa za Tanzania, hasa katika nyadhifa mbili ambazo tuliona viongozi wake wakitoka madarakani ama wakiondoka, huku watu wakisema huenda au kuna sababu za msingi za kuondoa, wakijiuliza sababu gani zimeondoa. Mmoja wapo ilikuwa ni aliyekuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunamzungumzia Kassim Majaliwa ambaye amehudumu kipindi cha JPM, lakini pia akaja pia kipindi cha Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini baada pale ghafla uchaguzi unaelekea, watu walikuwa wanajua anagombea, ghafla tukasikia hagombei, ndio ikawa hivyo, akaamua siasa akaweka pembeni kama hivyo unavyoona. So wengi wana maswali mengi kuhusiana na wengi wakitamani aendelee, wengine wako nasema kwamba labda aende kuna nyadhifa kubwa nyingine anatakiwa apewe au apate, lakini haikuwa hivyo na muda wake ndio hivyo. Karibuni tumeona picha zake akipiga akiwa na nguo za kawaida, ikionyesha kwamba kama siasa ameziweka pembeni. Lakini mimi najua ama wewe pia una mashaka, huenda kuna jambo, huenda baadaye tutapata kitabu ambacho kinaeleza kwa nini limetokea hali kama hiyo. Lakini jambo jingine ambalo kwenye issue za kisiasa ambalo lilitokea mtu akatoka madarakani katika nyadhifa kama hiyo ni issue ya aliyekuwa spika wa bunge Tulia Ackson. Kila mmoja tunajua alikuwa anagombea kule Mbeya na alipita, lakini pia alichukua fomu ya kugombea uspika wa bunge, lakini ghafla baada ya wagombea wengine kuwepo yeye akang'atuka. Kilikuwa kuna maswali mengi, kuna nini? Wengi wakawa wanahusisha labda huenda kuna jambo ambalo labda lilitokea ama kuna kitu kimetokea, kwa sababu aliyoyafanya katika nafasi yake ya uspika nadhani wengi walipendeza naye sasa ndani ya chama, lakini kuna miradi mingi ilipita akiwa yeye spika. Kwa hiyo bado maswali ni mengi, viongozi wao wakubwa nyuma yao kuna nini? Pia unaweza ukashare maoni yako ili tupate tu maoni kuhusiana na wao kung'atuka kwao katika nyadhifa zile kubwa ambazo wengi waliotarajia waendelee, lakini haikuwa hivyo.
Tukio lingine namba 7 ni tukio ambalo baadhi ya vigogo ndani ya baraza la mawaziri ambao wengi tulikuwa tunatarajia watarudi lakini hawakuweza kurejea. Hawa ni mawaziri 7 wazito kabisa, wakiwemo aliyekuwa waziri wa nishati Doto Biteko, lakini tunaye Bashungwa ambaye alikuwa mambo ya ndani, tunayo Pindi Chana ambaye alikuwa maliasili na utalii, tunao alikuwepo pia Selemani Jafo, Damas Ndumbaro katiba na sheria, na hawa ni mawaziri ambao walikuwepo katika kipindi kilichopita serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini ghafla kwenye serikali mpya, baraza jipya la mawaziri hawapo. Kila mmoja maswali yakawa anajiuliza imetokea nini? Nini kimetokea kuhusiana na vigogo wazito 6 namna hiyo hawapo katika baraza la mawaziri? Labda ni nini kimetokea, kwa sababu sio kawaida watu shupavu ambao walikuwa wanategemewa na wengi walikuwa wanaona kama watatokea tena, lakini hawakuweza kutokea na wamewekwa pembeni. So ni jambo la kujiuliza, kila mtu anakuwa na maswali yake kuhusiana na kilichotokea ndani ya baraza la mawaziri, lakini pia huenda pia labda ni kasi mpya ya Dr. Samia Suluhu Hassan kuhusiana na serikali yake mpya. So tuendelee kutoa maoni kuhusiana na mtazamo kuhusiana na hichi kilichotokea, labda pia unaweza kuwa na maoni tofauti. Story nyingine, bila shaka umejionea kasi ya waziri mkuu mpya Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Wengi walikuwa wanapiganisha majina nani atakuwa waziri mkuu mpya. Tuliona picha za magazeti mengi sana yakiweka baadhi ya viongozi ama ambao mawaziri ambao walipita, walimweka Doto Biteko, Makonda na baadhi ya wengine kuonyesha nani atakuja kuchukua hiyo nafasi ya kuwa waziri mkuu mpya. Lakini kama unavyoona Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba akaibuka kidedea baada ya kuteuliwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia bunge likampitisha. Lakini staili yake sasa ya uongozi ndio imekuwa gumzo. Tukiangalia namna anavyoongoza, matamko yake, ingawa kumekuwa kuna maoni tofauti kuhusiana na staili yake hii, wengi wakisema kwamba anamuiga Magufuli, lakini baadhi ya kauli zake kuhusiana na mambo ya 9 Disemba ambayo nitazungumzia huko mbele, lakini kikubwa zaidi tunazungumzia ni issue ya ukali wake. Huyu akamatwe, asiachiwe, hivyo anavyoshikiliwa asiachiwe, na namuelekeza katibu mkuu wa TAMISEMI afukuzwe kazi leo huyo. Mwigulu Lameck Nchemba toka zamani, kama unakumbuka, ni moja kati ya wanasiasa ambao walichipukia yeye, kuna General Makamba, Bashungwa, Anthony Mavunde, walikuwa wanaonyesha shauku ya kutaka nyadhifa kubwa za kinchi, sasa kama ya urais. Na tumeshaona kama wewe ni msafiri, umewahi kusafiri kanda ya ziwa sehemu fulani, hujawahi kutana na mawe yameandika sijui rais sijui ajaye sijui nini, waweka Nchemba. Nimeshakutana na picha kama hizo kuonyesha kwamba alikuwa na shauku kubwa ya kuongoza nchi kwa namna hiyo. Lakini nafasi ya waziri mkuu ni mtendaji mkuu wa serikali, bila shaka sasa amepata nafasi hiyo, ingawa sio ya urais, lakini tumeanza kuona makucha yake, staili yake ambayo tumeona baadhi ya viongozi wakiwatumbua hadharani, akitamtoa matamko makubwa hadharani. Wafuatilie kama alisoma kwa kodi ya Watanzania, huyu afilisiwe, fedha hizo zirudi. So bila shaka kila mtu anataka kuona muendelezo wake utakuwaje. Hiyo ni moja kati ya tukio ambalo kwa kweli, kwa sababu hii ni historia na ameingia kwenye wadhifa huo tayari. Mawaziri kupata nafasi ya kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sio kitu rahisi, na sio kitu ambacho cha kutarajia au cha kupewa. Ni kitu ambacho kinakuja kutokana na sifa kubwa uliokuwa nayo ndani yako. Ndio maana tumemwona Mwigulu Lameck Nchemba. Lingine ambalo nilipenda ni share na wewe, ambalo limeacha tunaweza kusema gumzo mitandaoni, ni tukio la siasa na wasanii. Tunalizungumzia hapa kwenye upande wa engo huo kwa sababu ya matamko ambayo kadhaa yametolewa, lakini pia na hali ya wasanii. Wasanii waliingia uoga fulani hivi wa kufanya matukio tunaona, lakini serikali ilitoa baadhi ya matamko. Sasa tumemsikia
Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba akizungumza hilo tena kwa ukali zaidi, na akisema kuwakataza ama kushangaa wasanii kufanya show kwenye majukwaa ya siasa lilikuwa ni jambo ambalo wanasema la kupuuzwa, ni jambo la ovyo, kwamba ile ilikuwa ni platform yao ya wao kufanya show na kujipatia riziki. Mtu anakaa huko nchi yake huko, yuko kwenye nchi huko, sio alishapata na uraia huko, kisa anaongea Kiswahili, sio huko mwingine amehifadhiwa huko, anawaambieni eti wasanii wa Kataeni walienda kwenye kampeni ya CCM. Ajira ya msanii si ni sanaa? Lakini wanaharakati walikuwa na mtazamo tofauti kuhusiana na hoja za waziri mkuu kuhusiana na wasanii kuchekwa ama kubezwa kufanya show, na hoja za wanaharakati na baadhi ya wadau au wananchi. Hoja yao ya msingi ilikuwa ni wasanii kuwa na wananchi katika nyakati ngumu. Sawa, it's okay, labda walifanya siasa, lakini labda huenda walikuwa wanatarajia kuona baadhi ya kupishana ama kama kuna vitu ambavyo haviko sawa, issue kama za utekaji na matukio mengine, wao wakiyazungumza ama kueleza bana hichi hakiko sawa, hichi hakiko sawa, ili kuonekana kama mko pamoja na wananchi wa kawaida katika baadhi ya matukio. Kwenye siasa mnaweza mkatofautiana katika ile majukwaa ya kisiasa, ukawa Chadema, ukawa ACT, ukawa CCM, lakini tunavyokuja kwenye mambo ya kinchi ambayo tunaweza tukasimama kwa umoja kutokana na jambo ambalo hajatendeka vizuri ama liko vibaya, nadhani ingekuwa kuna kauli ambayo pia wao wangekuwa wanazitoa, zingekuwa nadhani haya tusingefikia huku. Kwa hiyo hatuwezi kutenganisha wasanii na siasa kwa sababu ni sehemu ya maisha na wao pia wanaishi katika hiyo mifumo. Lakini tumeshaona au kuna baadhi walikuwa wanasemekana kwamba walienda mbali zaidi kikauli. Tukiona kauli kama ya Diamond, Jux na Dimples, lakini pia kuna Irene Paul. Tumeona walitoa kauli ambazo zilileta chuki kwa baadhi ya wananchi, tunaweza kusema hivyo. Zile kauli acheni lawama, kila uongozi mnalalamika, kila awamu mnalalamika. Jitafakari, tatizo ni uongozi, ni wewe. Kila awamu mna complain, kila watu wenu wanawashauri ujinga, kwenye kila awamu walilalamika. Tuwape nchi waongozi wao. Lakini so far tumeona kuna hali fulani ya utengamavu au kutulia kumeanza kuonekana. Kwa hiyo swala la siasa na wasanii lilikaa hivyo, lakini ni moja kati ya matukio makubwa ambayo yalikuwa ni gumzo na yalizungumzwa sana, lakini pia yametoa funzo kwa wasanii, lakini pia wadau wa siasa na wananchi kwa ujumla katika namna ya kuyaendea haya mambo na kuyafikiria. Nadhani pia unaweza kuwa na maoni kuhusiana na hali ilivyokuwa na msimamo wako mpaka sasa hivi ukoje, lakini so far so good. Tasnia ya muziki ni muhimu kwa sababu imeajiri watu wengi na inaendelea kuajiri watu wengi kama tulivyomsikia. Tukio namba 4 ni tukio ambalo kwa kweli inabidi tulizungumze, na tusipolizungumza kwa namna moja au nyingine tutaendelea kukaa kwenye kiza ambacho mwanga wake ni sisi. Kulisema linaweza katupa majawabu ama mlango wa kutokea, tunaweza kusema hivyo. Na kuna ule msemo unasema ukweli una sifa moja tu, hata kama ukiukataa haugeuki kuwa uongo. Watu wanasema hivyo. Nasema hivi kwa sababu matukio ya utekaji ni moja kati ya vitu vimezungumzwa sana ndani ya mwaka 2025 mitandaoni hasa, lakini pia kuna baadhi ya vyombo vya habari. Matukio ya utekaji kwa kweli ni matukio ambayo yamezungumzwa, na kuna wakati matukio ya utekaji yaligeuka. Matukio ya kawaida ambayo ni ya ukamataji yanageuka, watu wanatafsiri ni utekaji kutokana na nature ama aina ya ukamataji ambayo imekuwa yakionekana, na hiyo hali imekuwa ikionekana kwenye baadhi ya matukio. Kuna sehemu ambazo scenario mtu alikuwa anakamatwa katika mazingira ambayo watu hawajui, na ndugu wakienda vituo vya polisi wanaambiwa huyu hajakamatwa na hivyo, lakini baadaye jeshi la polisi linakuja linatoa tamko kwamba huyu mtu tunaye. Yapo matukio kadhaa, lakini jambo jingine lilikuwa ni kwa mfano tukio la Nifa ambalo lilitokea Oktoba 27 mwaka 2025.
tunaona alikamatwa katika njia ambayo ilitafsiriwa ni utekaji, na kila mmoja alikuwa anatangaza hivyo, ametekwa. Kwa sababu kwanza jeshi la polisi lilichelewa kutoa taarifa hiyo kwamba wanamshikilia. Baada ya kelele nyingi, gumzo nyingi, ndipo jeshi la polisi likasema mtu huyu tunamshikilia. Lakini yako matukio mengine ambayo yalichukua muda mrefu. Kwa mfano la Heche, huyu tunamjua, kiongozi wa Chadema, naye kuna tukio scenario ilitokea hivyo, alikamatwa nje ya mahakama kuu ya Tanzania, lakini baadaye jeshi la polisi ndani ya siku 2 halikutoa taarifa yoyote, kiongozi mkubwa kama huyo. Kwa hiyo scenario zikaanza kutangazwa kwamba ametekwa au amekuaje, sasa vitu kama hivyo. Lakini so far so good, tumeona taarifa ya waziri wa mambo ya ndani Mheshimiwa George Simbachawene akisema kwamba ama akionya kwa jeshi la polisi na akitaka jeshi la polisi libadilike kutoka kwenye mtindo wa ukamataji. Unaendaje kumkamata mtu umevaa maski, umevaa umeenda na mabunduki, umeenda na nguo za, yani akieleza kwamba hiyo ni tofauti na sheria ya jeshi la polisi la namna ya ukamataji, na akitaka jeshi la polisi kubadilika. Training zetu za jeshi la polisi lazima tuziangalie kwamba hivi tuna train watu wanapokwenda kule kwa wananchi, tunawatrain waende wakapambane na wananchi au tunawatrain waende wakawalinde wananchi. Tusiwe na police force, unasema tuwe na police service. Unajua ikiwa force, ujeshi unakuwa mwingi, nguvu inatumika. Tunataka police service. So far so good. Tumemsikiliza waziri mwenye dhamana wa mambo ya ndani Mheshimiwa George Simbachawene ameshasema jeshi la polisi linatakiwa libadilike ili lirudishe trust ama kuaminika kwa jamii katika namna style nzuri ya kuweza kukamata, lakini namna ya kuzungumza ama kutoa taarifa kutokana na matukio yakitokea. Mtu kama amekamatwa akamatwe kitaratibu kama sheria na PGO inavyosema ya jeshi la polisi. Mtu atakamatwaje, askari ataenda, atanyosha kitambulisho, atafanya hivi, zote hizo taratibu zifuate ili zile scenario za mtu kusema kwamba huyu mtu amekamatwa katika mazingira ambayo sisi tunatafsiri ni utekaji yasiwepo. Tukio namba 2 tunalizungumza ni tukio la kuzimwa kwa mitandao ya kijamii. Aisee, kwa kweli ni nyakati ambazo sidhani kama tunaweza kuzisimulia, lakini nyakati ambazo ama ni moment ambazo ni ngumu kuzizungumzia. Huwezi kuingia sehemu ambayo ilikuwa inakupa hata muda kidogo wa kuzungumza na marafiki zako, kukufanya relax, upate taarifa muhimu. Unajua mitandao ilibadilika sasa, ile ni sehemu ya jambo ama basic needs. Ili uweze kupata vitu vingi mtandao, ili uweze kufanya biashara labda kama una duka lako ya chakula nini, mitandao. Ili uweze kufanya biashara una labda kwa njia ni mtandao. Ili uweze kulipwa mtandao, mitandao inatumia hizo system za malipo. So siku ile kuanzia ile Oktoba jioni, Oktoba 29 saa 7 saa 8, kila kitu kilikuwa kiko down. Kwa hiyo ile hali sasa kwa kweli ni hali ambayo sio ya kusaulika, na ni moja kati ya kumbukumbu ya kila mtu. Ukieleza hivyo na atakwambia ile ni hali, lakini serikali ilifanya hivyo na ilieleza sababu ya kufanya hivyo, kucontrol kilichokuwa kinaendelea. Sasa kilichoitwa maandamano, lakini wao serikali wanasema ni vurugu ambazo uchomaji wa vituo na kila sehemu. Kwa hiyo ndio ilifanyika, lakini wadau wa uchumi wanasema ilileta hasara kubwa sana kwenye nchi ya Tanzania ambayo sasa hivi ina watumiaji wa internet zaidi ya milioni 56 kwa mujibu wa takwimu za TCRA za mwezi Septemba, kwamba hawa watu wanategemea hizi platform. Kwa hiyo kuizima ni maana kunyima hawa watu access na mzunguko wao kwa ujumla. Story namba 1 ambayo tumekuandalia Bongo 5 Network ni story ambayo inahusu Oktoba 29. Ni tukio ambalo kila mmoja kwa kweli ameguswa kwa aina yake. Ni tukio ambalo wapo ambao wamepoteza wapendwa wao, ndugu zao, wamepoteza mali, wamepoteza kila aina ya kitu. Kama unavyojua 9 Disemba zipo sababu za msingi ambazo zinachunguzwa na tume huru iliyoundwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuhusiana na kiini cha tatizo hilo. Lakini kwa kweli tukizungumzia ile tukio, kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa field, ni tukio ambalo
limeacha maumivu makubwa. Binafsi nimepoteza brother ambaye yeye alishambuliwa risasi 2 ile siku ya tukio, na ni kutokana na zile vurugu ambazo zilitokea. Sasa hii ni siku ambayo itabaki kuwa kumbukumbu kwa maisha ya watu kutokana na hizo. Sasa mpaka sasa hivi hakuna idadi maalum ya waliofariki. Kwa mujibu wa vyanzo vya nje vilieleza, sasa CNN ilikuwa inaeleza taarifa zake, lakini pia mashirika makubwa ya kimataifa yalieleza, na hii hali ilipelekea pia tumeona mataifa mbalimbali yakisitisha mahusiano na Tanzania kutokana na hali hiyo ambayo imeathiri. Lakini pia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan tumemsikia akieleza kwamba Tanzania imefutika kuiweka kwenye kisiwa cha amani kutokana na dosari hii ambayo imejitokeza. Sasa watu wanasemaje kuhusiana na hali hii? Mungu wa So ni jambo ambalo limeacha maumivu, lakini sasa hivi tegemezi ni tunaweza kusema ni ripoti ya uchunguzi ya tume huru iliyoundwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ingawa wanaharakati na Chadema wameitamka hadharani kwamba hawaitambui hiyo tume, na walikuwa wanapendekeza kuwe na tume ya nje ambayo itakuja na ripoti ambayo itakuwa ni independent, ambayo itakuwa ingine na kitu chochote kuhusiana na yaliyotokea, lakini na kutafuta mwarobaini wa haya. So kikubwa zaidi tunasubiria tume, na rais alishasema baada ya tume ndipo tume hii ambayo ameunda yeye ndipo atakaribisha tume za nje kuja na uchunguzi kuhusiana na yaliyotokea. Nadhani hayo ni matukio 10 ambayo tumekuletea kwa ufupi zaidi. Yapo pia mengine mengi ambayo yametokea. Unaweza kuwa na maoni ama comment kuhusiana na kilichotokea na impact yake kwa uchumi. Kwa kweli sasa hivi watu tunaona watu sasa hivi wanapambana kutokana na kilichotokea Oktoba 29. Mimi ni Yasini Ng'into ambaye nimekuletea matukio haya 10. Nyuma kamera naye Mayanga.